sometimes inabidi uchague biashara unayoifanya ni kwa ajili ya ego au ya kutengeneza pesa. Kwa maana hivi vitu viwili haviwezi kwenda pamoja, lazima uchague kimoja. Mtu anayefanya biashara kwa ajili ya ego ni mtu ambaye kwenye front page anaonekana anafanya vizuri, lakini nyuma ya pazia mambo ni mazito na ni magumu. Wafanyakazi walioko chini yake wote hawaoni mazingira sahihi na salama ya kufanya kazi na yeye. Watu wanaofanya nao kazi, taasisi za kifedha, hawaoni nafasi ya kufanya naye kazi. 3, mikopo yote inasoma kwa jina lake, kwa hiyo anadaiwa yeye. 4, kesi zote zilizoshtakiwa kuhusiana na biashara yake ziko kwa jina lake na anadaiwa yeye. 5, kodi zinasoma kwa jina lake na anadaiwa yeye, na yeye ndo mtu wa kupigiwa simu zote, yeye ndo kupokea simu zote, yeye ndo anaitwa kwenye vikao vyote, yeye ndo anaitwa mahakamani, kila sehemu yeye ndo ana operate. Hii ni ego. Yaani ni wewe hapo unataka kuonesha sifa kwamba wewe ndo mtu ambaye unapambana, lakini reality inakuumiza na kukudhoofisha. Hata utendaji kazi wako hauwezi kuwa effective kama jinsi ambavyo unaonesha kwenye front page. Ukifanya biashara kwa ajili ya kutengeneza pesa, jambo la kwanza umeshaamua hii kitu unachokifanya ni muundo rasmi wa kufanya biashara. Kwa maana gani? Ya kutengeneza pesa. Hivyo lazima uwe na jina, huo muundo ambao jina lake unaitwa kampuni, na uweze kutengeneza mechanism ya namna gani ya kuweza kudhibiti kuanzia nani anakudai. Hii itakusaidia wewe kuweza kuhakikisha mzigo unaotaka kubeba wewe kwa sababu ya instinct haukuelemei. Ni unatengeneza structure ambazo zitakusaidia kukubebea mzigo. Kumbuka biashara ni maisha. Usipotengeneza mechanism ya kuweza kudhibiti na kuweza kutengeneza mistari iliyonyooka, mwisho wa siku utaelemewa na utashindwa. Nini cha kufanya? Ni kusajili kampuni, kwa sababu kwenye kampuni utapata kitu kinaitwa limited liability protection. Limited liability protection ni upendeleo unaopatikana pale tu mfanyabiashara atakavyotumia kampuni kama muundo rasmi wa uendeshaji biashara. Hii inamtofautisha kati ya mmiliki wa biashara na biashara yake. Hapa stress bye bye. Ukishtakiwa inashtakiwa kampuni, sio wewe. Ukiwajibishwa inawajibishwa kampuni, sio wewe. Wewe una maisha yako nje ya biashara unaifanya. So mtu anavyokuwajibisha kukushtaki, kudai masuala ya kodi inadaiwa kampuni. Wewe utakiwa kufa kwa ajili ya kampuni. Kampuni inaweza kufa na ukaanzisha kampuni mpya, lakini wewe unatakiwa utengeneze mechanism ya wewe kuweka foundation ya kisheria itakayokuprotect. Jambo la pili ni kwamba ukifungua kampuni inakusaidia kutengeneza structure ya masuala ya ulipaji wa kodi. Ulipaji wa kodi ni kodi unalipa shilingi ngapi na kwa nini na udhibiti wake. Ukiwa na kampuni inakuondolea zile stress za kukimbizana na TRA. Ukiwa na kampuni, kwanza mamlaka yanarudi kwako, sio tena kwa mamlaka ya TRA. Ni kwamba wewe ndo unapanga ulipe nini, ulipe sangapi, ulipe shingapi, kutokana na uendeshaji na mwenendo wa kampuni yako. Hii ndo inakufanya wewe ujue okay, sawa, right now nitalipa, right now sitalipa. Ili kutolemewa na biashara yako, unapaswa kusajili kampuni. Na cha mwisho ni kwamba kampuni yako hii ukifanya kwa ajili ya kutengeneza pesa na kipato, it means unatengeneza kwa ajili ya kizazi chako ambacho ni wewe na kizazi kinachofuata baada ya wewe ambao ni watoto wako. Sasa hawawezi kuja kukuta kitu ambacho ulikuwa unakiendesha au kutumia hisia. Ili kuweza kuhakikisha unaweka mambo yako kwenye structure na kusajili kampuni yako, hapo chini kwenye caption kuna namba ya simu. Piga hiyo namba ya simu, timu yangu itakupokea, itakupa utaratibu wa namna gani kuweza kufanya kazi na sisi, ama comment neno usajili hapo chini kwenye caption, then mimi binafsi nitakutumia DM kwako ujumbe wa namna gani unaweza kuwasiliana na sisi na kusaidia kuweza kuhakikisha unatokana na huu mzigo kabla hujakuangamiza.